Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na niliwaambia si maneno zangu, ni maneno ya dini. Ndio hii hapa. Kwa ile video ambayo nimetoa ya Kaspool, nimeuliza hapa Kiislamu, je, unaweza swali na nguo iko na picha ya mtu? Akasema ndiyo, kwa Uislamu inawezekana kuswali ikiwa imevaa nguo yenye picha ya mtu, lakini suala hii lina maelezo. Sikiza hapa, ina maelezo. Maelezo ingine ndio hapa. Ikiwa picha ni ya mtu au kiumbe chenye roho, wanazuoni wengi wameona ni makruh. Makruh ni kitu ambayo inachukisha, haipendezi kuswali ikiwa umevaa, hasa ikiwa picha iko wazi na mbele ya anaye swali. Unanipata? Swala yenyewe kuwa jumla haisimiwi kuwa batili kwa sababu hiyo pekee. Ikiwa picha ni ya uchi au inaonyesha sehemu za siri, kuvaa nguo hiyo ni jambo la haramu na haifai kuswali nayo. Ikiwa picha imefichwa, imefunikwa au haonekani vizuri, tatizo linapungua. Ukweli kabisa, umeona sasa? So wacha hivyo. Hizi vitu siku hizi mnapatikana haraka haraka. Unaingia tu kwa GTP inakupea jibu. Alafu imesema hapo ukitaka maelezo kueleza maoni ya madhehebu 4, Hanifa, Malik, Shafi na Hanbali, kuhusu kuswali na nguo yenye picha pamoja na hadithi za Mtume, ndio hizi hapa. Nikasema ndio, leta hizo. Ndio hii akanipea hapa. Ndio hii kwa mfupi. Madhehebu 4 yanakubaliana kwamba picha ya kiumbe mwenye roho kwenye nguo ni jambo lisilofaa kwa mwenye kuswali, lakini kuna tofauti katika kiwango cha karaha na aradhi yake kwenye swala. Namba 1, Hanifa anasema, huyu ni imamu mkubwa, ndugu mwenye kuswali akiwa ana nguo yenye picha ya mtu mnyama, swala yake kuwa ujumla ni sahihi, lakini kuvaa nguo hiyo wakati wa swala ni makruh, hasa ikiwa picha iko mbele yake au sehemu ya mukabili. Unasikia sasa? Ameeleza vizuri sana. Kuvaa hiyo nguo leva, lakini kuswali na anasema ni makruh, inachukiza. Ikiwa hiyo picha iko mbele ya mtu ambao anaswali, mtu iko nyuma yako, inamdhuru kwa sababu atakuwa na conscience nyingine kwa hiyo picha. Malik anasema aje? Imam Malik anasema wanazuoni wa Malik pia wanachukulia picha za viumbe hai kwenye nguo kuwa jambo lisilopendeza, makruh, na ikiwa picha iko wazi mbele ya anayeswali, karaha huwa kubwa zaidi. Unasipata? Pia amesema kama hiyo picha iko mbele ya mtu na swali, ina concept ule mtu mwingine. Tunaona huyu amesema ni makruh, ule pia anasema makruh. Sasa hizo ni nguvu. Hizo ziko na nguvu. Hizo ni Imam wawili wameshasema. Imam Shafi ndio huyu. Kwa hiyo Imam Shafi kuswali na nguo yenye picha ya kiumbe mwenye roho ni makruh. Hiyo ni makruh ngapi? Ya 3. Lakini swala hibatiliki kwa sababu ya picha hiyo pekee. Sasa amesema ni makruh, inachukiza, lakini swala yako iko haitako nini. Haya, imam mwingine, imam wa 4 ya misho, Hanbali anasema bila ni makruh kuswali katika nguo yenye picha ya kiumbe mwenye roho ikiwa picha hiyo iko wazi mbele ya mtu anayeswali. Jambo hilo linakuwa mbaya zaidi kwa sababu anaweza vuruga kuhusu. Unanipata? Hiyo iko wazi, wote wamesema ni makruh. So ni kitu tunachunguza. So ni kitu wachane nayo, hafai. So tunaenda kwa dalili ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hiyo ndio last final. After Quran ni hadithi ya Mtume. Sasa hadithi ya Mtume anasema je? Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kuswali ikiwa amevaa nguo. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema aliwahi kuswali
akiwa amevaa nguo yenye alama picha, kisha akaangalia na akasema amevuruga katika swala, akaomba abadilishwe. Unanipata? Mtume swalla salam ameconfirm mtu akivaa hizo nguo iko na picha nini ilivuruga swala yake, mpaka itabidi amwambie jamaa badilisha nguo. Unanipata? Hiyo hadithi sahihi. Maana yake kuwa fupi, mpelekeni Abu Jama shati hii, mletee ile lisilo na mchoro kwa sababu nimevurugwa katika swala. Unanipata? Alibadilisha nguo ili asivurugwe kwa swala. Imepokelewa katika Sahih al-Bukhari na Muslim. Hiyo ni hadithi iko strong. Hadithi unasikia imepokelewa na Bukhari na Muslim, hiyo ni hadithi iko strong. Unaniketi sasa? So kwa hivyo kama una uchaguzi, ni bora kabisa kuvaa nguo usio na picha ya mtu au mnyama katika wa kuswali. Kama tayari umeswali nayo, usihitimishe moja kwa moja kwamba swala yako imebatikiwa. Kweli kama hukujua na umeswali nayo au umekuwa nayo na itabidi uswali, wewe swali tu, lakini ujue ni makruh. Kitu tunamalizia, ukitaka maelezo kueleza hukumu yake. Ndio iko kweli? Hebu ndio, acha niwaambie. Ndio, leta hiyo hukumu nione. Ndio, leta hukumu nione. Hukumu yake ni nini? Nione hukumu ambao wanatoa. Ndio, hizi ndizo hukumu kwa mfimo mbalimbali. Okay. Picha kwenye t-shirt. Okay. Messi au Ronaldo au mtu yote, hukumu yake nini? Makruh kuswali nayo. Swala kwa jumla ni sahihi. Unaona? Haipendezi bila nilisema tu. Haya, picha ya mwanamke ikiwa ni picha yenye uchi au mavazi yasiyo sitiri uchi au sitiri haram. Hiyo ni haram. Yaani ukiona picha mwanamke au mavazi ambayo yanaonyesha sehemu nyeti, hiyo ni haram direct. Unanipata? Hiyo ni picha ya mwanamke ambayo inaonyesha sitiri mwili yake, yaani matiti inaonekana, paja inaonekana, hiyo ni haram. Hukumu yake ni haram. Picha ya mtoto, hukumu yake ni kama picha ya mtu mwingine, ni bora kupuka nayo. Hii pia ni makruh. Hii ni kama hiyo kawaida. Twende picha ya mbwa, paka, simba, ni bora kuepuka picha za wanyama kwenye nguo ya swala. Wengi wa wanazuoni husisitizwa kuwa hiyo pia ni makruh. Hizi picha ya wanyama ni makruh. Unanipata? Ile imesemekana haram ni ile inaonyesha uchi. Ikiwa ni uchi ya binadamu, ikiwa ni uchi ya mnyama, ikiwa ni uchi gani, hiyo nimesemekana hapo na haram. Cartoon characters ikiwa inaonyesha kiumbe mwenye roho, pia ni bora tu usipuka. Kama ni cartoon ni mnyama, au hizi madoli logs, hii ni logs, yani kama badges logs, usio na picha ya kiumbe hai. Kwa kawaida hakuna tatizo. Kama uko na hizo log na hiyo log haina picha kawaida, hiyo haina tisha, haina miti, nyumba, gari, badala hiyo kwa kawaida haya tatizo hakuna. Hiyo hakuna tatizo. Unanipanda sasa? So tutawachia hapo kwa sababu hiyo ndio muhimu, na hiyo ndio muhimu kwa sababu sema kwa hivyo si lazima urudi swala kwa sababu tu ulikuwa umevaa tishati yenye picha ya mtu, isipokuwa kuna jambo jingine lililofanya swala siwe sahihi. Hiyo ni ukweli kabisa. Dalili za Qur'an. Kama iko ndio lete dalili za Qur'an. Ndio, wacha tuone dalili ya Qur'an na hadithi na whatever. Anasema ziko. Lakini ya Mtume sallallahu alaihi wasallam tumesoma, umeona hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam tumeona. Mnanipata? Hii hadithi nilisoma. Asha radhiallahu anhu anasema nilimsimulia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ana nguo yenye mchoro, na alipoiswali nayo mchoro hiyo ilivuruga swala katika. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaangiza abadilishe. Hii ni ile kama ile hadithi ile Bukhari na hadithi ile nilisoma hiyo. Madhehebu wanne tumesikia bila walisema, hiyo tulimalizia hapo.
Jambo muhimu kuhusu picha, kuna tofauti ya picha ya mtu mnyama ni bora sana kutoivaa wakati wa swala. Hiyo ifai. Picha yenye uchi au sehemu za siri ni haramu. Hii si makruh, hii ni haramu kabisa. Picha miti, nyumba, gari, mazingira nini kwa kawaida hakuna tatizo. Hizo picha zingine haina tatizo. Hizo iko na tatizo ni hayo tu. Acha tumalizie hapo. Jazakallah khair.